Lakini kwenye swala la maridhiano sasa, ile aliyozungumza rais, yani mimi sioni kama kuna dhamira ya kweli ya maridhiano kwa jinsi nilivyosikia ule hotuba, kwa sababu yani rais katika mazungumzo yake yani amepongeza na kusifia sababu zile ambazo zilipelekea yale mambo yalitokea tarehe 29 yafanyike. Yalitokea tarehe 29, watu waliingia kwenye maandamano ni kwamba wanapinga mfumo wa uchaguzi uliopo Tanzania, ndio wakaingia barabarani, ndio sababu kubwa maana yake. Na rais amesimama jana anapongeza tume, kwa maana kwamba anapongeza kwamba ule mfumo wa uchaguzi uliopo Tanzania ni ule. Kwa maana hiyo ni kwamba anatangaza kwamba yani tusitarajie mabadiliko yote katika jambo kama hili. Ukitangaza kwamba hutarajii mabadiliko yote katika mfumo wa uchaguzi, maana yake ni kwamba unatangaza yani kuendelea na mapambano, kwa sababu hiyo ndio ilipelekea watu 29 wakaingia. Lakini rais kasimama anapongeza kwamba uchaguzi, akiwa anaonyesha kwamba uchaguzi uko vizuri, tume ya uhuru uko vizuri, ambapo hilo ndio tatizo kubwa sasa hivi linalokabili wa Tanzania mpaka wanagawanyika, maana yake kwamba kuna tatizo la mfumo wa uchaguzi. Na kwa bahati nzuri ile jambo liko dhahiri kabisa. Bahati nzuri mimi mwenyewe nimeshiriki kwenye uchaguzi. Mpaka leo ninapokueleza sasa hivi sijui yani mimi kama nimeshindwa au nimeshinda. Sijui. Nimeshiriki mpaka mwisho kwenye uchaguzi. Lakini saa 10 watu wa tume ya uchaguzi walikuja wakabeba masanduku wakaondoka wakaenda zao. Na huko wakashika makaratasi wakatangaza mgombea wa CCM. Si ndio? Hii tafsiri yake ni kwamba yani ina maana kwamba Chama cha Mapinduzi hakiko tayari kuona kwamba yani wananchi wanaweza kupata viongozi wanaowataka kwa ridhaa yao, na watu wengine pia kuingia kwenye fikra ya namna hii itaiangamiza nchi. Na rais jana nimepongeza, anasema hii ana maana kwamba uchaguzi unaoendelea sasa hivi chini ya tume ya uchaguzi kwamba ni jambo zuri. Kwa hiyo mimi nasema kwamba sioni kama kulikuwa kuna dhamira ya kweli, kwa sababu dhamira ya kweli ni lazima tukubali kwamba kuna tatizo. Yani kwanza ni lazima tukubali kwamba kuna tatizo, then tukae sasa uliangalie tatizo. Ndio ambavyo inavyokwenda. Kwa hivyo mimi sioni kama kweli kile alichozungumza cha maridhiano kwamba kina dhamira kweli. Maridhiano ni lazima kwanza muangalie matatizo yakoje, afu mkae pamoja muweze kuangalia ya matatizo na muweze mkatatua.